Kwa asilimia kubwa ya watu, msingi wa afya njema hujikita kwenye lishe anayokula binadamu kila siku. Tunaporejelea makala yetu ya kila Alhamisi ya Siha na Maumbile, Mwanahamisi Hamadi alipata fursa ya kuzungumza na Daktari Okoth Onyango wa hospitali ya Equity Afya Lang'ata, ambaye alichanganua kwa kina kuhusu umuhimu wa lishe bora katika maisha ya kila siku. Siha na Maumbile ikiletwa kwako na Equity Afya. Ukuaji wa mwili, kinga ya mwili na hata uponyaji mtu anapopatwa na maradhi hutegemea pakubwa chakula kinachoingia mwilini kupitia lishe na maji ya kutosha. Tuanze na kikundi cha kwanza, tuna wanga ama carbohydrates. Mifano tuseme ugali, wali, viazi. Kazi kuu ni kuipa mwili nguvu. Kikundi cha pili tuna proteins, ambapo hizi zinatumiwa kutengeneza tishu za mwili na pia kurekebisha hapa na pale katika mwili. Mifano ni kama nyama, tuna animal proteins na plant proteins. So kuna nyama, tuko na kuku, mayai. Kikundi cha tatu tuna vitamini ama vitamins, ambapo hapa nyingi zinakuanga ni mboga alafu na fruits. Kundi nyingine ni mafuta ama fats, pia inasaidia mwili na nguvu. Tuko na madini ama minerals. Huku mwili wa binadamu ukihitaji kinga ili kuepuka maradhi mbalimbali, vyakula pia vimeonekana kuchangia mno katika harakati hiyo. Lishe bora ni kama kinga ama ni afya kwa mwili, kwa sababu inasaidia kuzuia na hata kudhibiti magonjwa sugu kama hypertension, pressure, tuko na ugonjwa wa kisukari ama diabetes, tuko na ugonjwa wa figo na kuna hata magonjwa mengine ya moyo. Kila binadamu anashauriwa kula mlo kamili mara 3 kwa siku, huku mahitaji ya lishe yakitofautiana kulingana na umri, jinsia na majukumu ya kila siku. Ukikuja kwa upande wa watoto imekuwa ni shida kubwa sana, lakini tungependa kusisitiza ya kuwa watoto wanahitaji chakula chao kiwe na wanga, ambayo umeona watu wengi wanafanya vizuri. Lakini pili, wakuwe wanapewa proteins. Na tukisema proteins, si ati mtoto apewe supu ya proteins. Mtoto apewe proteins yenyewe. Kuna watu watachukua supu ya nyama ama supu ya kuku, achanganye na carbohydrate apatie mtoto akifikiria sasa mtoto anakula. Lakini tungependa labda uchukue minced meat kama mtoto anaweza kula, ama isiagwe na mtoto apewe kula. Himizo kuu likiwa kwa mtu kuhakikisha anapata lishe inayofaa kila siku. Ni ile tu kujaribu kuangalia kwa uwezo wangu na kile ambacho naweza kupata vizuri, ninaweza aje kuhakikisha kuwa niko na vikundi kadhaa katika meza. Sio tu kusema utakula labda ugali na mboga pekee. Unaweza tumekubalia hata unaweza ongezea mayai. Ni kujaribu tu kuzichanganya vizuri ili kuhakikisha lishe ile unayoingiza kwa mwili mtu anapata kuna nguvu. Wanaopendelea vyakula vilivyosindikwa ama ukipenda processed foods kwa Kiingereza, wakizidi kutahadharishwa dhidi ya madhara yanayotokana na vyakula hivyo. Tutakwambia mara nyingi punguza. Hata kama ni processed foods, punguza kwa asilimia kubwa. Kama ni fast food, punguza kwa sababu ya madhara. Unapata nyingi zao mafuta iko kwa wingi. Mazoea ya watu wengi kula vyakula vya wanga kwa wingi pia yakionekana kusababisha madhara katika afya. Tunaposema kuwa sahani ukiigawa mara 4, tunasema nusu huko unaweza kuwa ukila kama vitamins ndio zinafaa kwa mboga, fruits hizo. Lakini utapata Wakenya wengi hii nusu ni wali, hii nusu ni ugali. Kwa hivyo kama wananchi tungetaka labda tutoe afya yetu mahali ilipo, tuipeleke juu kidogo, tungeanza kwanza na kurekebisha ile amount ya carbohydrate tunayokula. Kulingana na wataalamu wa afya, 95% ya mwili wa binadamu hutegemea lishe bora ili mwanadamu aweze kuishi vyema, kufanya kazi zake za kila siku bila matatizo, na iwapo atakuwa ni mgonjwa aweze kupona haraka. Hivyo basi ni muhimu kuzingatia lishe bora na sio tu bora lishe. Nikiripotia makala ya Siha na Maumbile kutoka Equity Afya Lang'ata, jina langu mimi ni Mwanahamisi Hamadi. Siha na Maumbile ikiletwa kwako na Equity